kwa mwaka wa fedha 24/25 imebainisha kuendelea kuwepo na udhaifu mkubwa katika usimamizi wa Bohari Kuu ya Dawa MSD, ikiwemo malimbikizo ya deni la serikali, ucheleweshaji wa usambazaji wa dawa pamoja na manunuzi yasiyozingatia viwango. Mtakumbuka katika ripoti zetu za nyuma swala la MSD tumekuwa tukiliongelea kwa kutambua umuhimu wa MSD kama muhimili mkuu wa upatikanaji wa dawa nchini, na changamoto hizi za MSD kutofanya majukumu yake kikamilifu na kwa ufanisi zinaathiri moja kwa moja utoaji wa huduma za afya. Wananchi wanakosa dawa katika hospitali za umma na gharama za matibabu zinaongezeka, na hatari katika maisha yao inapanda, hususan kwa wagonjwa wa magonjwa kama VVU, kifua kikuu na wale wanaohitaji huduma za uzazi. Katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali CAG, hoja za MSD zilizoibuliwa zimeainishwa kama ifuatavyo. Kwanza, serikali kushindwa kulipa madeni ya dawa ya miradi msonge ya VVU, TB na uzazi. CAG ameibua kuwa MSD inaidai serikali jumla ya shilingi bilioni 47.11, ambapo kati ya hizo shilingi bilioni 321.31 ni deni la huduma zinazotokana na miradi msonge kama nilivyotaja hapo awali. Kushindwa kulipa madeni haya kwa muda mrefu kunadhoofisha uwezo wa MSD kununua, kuhifadhi na kusambaza dawa, na hivyo kuhatarisha upatikanaji wa huduma muhimu za afya kwa wagonjwa nchini. Swala la pili ni ucheleweshaji mkubwa wa kusambaza dawa kwa wateja. Kwa mujibu wa sheria na taratibu, MSD inatakiwa kusambaza dawa siku 14 baada ya kupokea oda kutoka kwa wateja mbalimbali zikiwemo hospitali, vituo vya afya, dispensary katika mfumo ulioko. CAG amebainisha kuwa oda zenye thamani ya shilingi bilioni 39.16 zilichelewa kusambazwa hadi kufikia siku 716, karibu miaka miwili. Oda iliyoombwa na vituo kwa ajili ya kupatia dawa wa Tanzania imechelewa, iko katikati hapa, haijamfikia mwananchi na haijatoka MSD. Hali hii inaonyesha udhaifu mkubwa wa kiutendaji unaoathiri moja kwa moja utoaji wa huduma za afya katika vituo vya tiba nchini. Swala la tatu ni ununuzi wa dawa zilizo karibu kuisha muda wake wa matumizi. CAG ameibua kuwa MSD ilinunua dawa zenye thamani ya shilingi bilioni 20.28 ambazo muda wake wa matumizi ulikuwa chini ya 80%, kinyume na mwongozo wa Bohari Kuu wa mwaka 2018. Kitendo hichi kimesababisha hasara ya shilingi bilioni 18.74 na shilingi bilioni 707.8 na kuonesha udhaifu mkubwa katika mifumo ya manunuzi na usimamizi bora wa bidhaa. Kwa mwaka 2023/24 hasara ilikuwa milioni 707.8. Kwa hiyo utaona mwaka huu wamekithiri, hasara inaongezeka, madawa yanaendelea kuisha muda wake kabla hayajafikia walaji ambao wao MSD wanatambua kuna vigezo vya kununua madawa ili yasiende kufia kwenye makabati, badala yake amfikie mlaji kwa wakati. Uchambuzi wetu kwa hoja hii unaamini kuwa pamoja na kuwepo kwa deni la serikali na udhaifu wa usimamizi, lakini kuna uwezekano mkubwa wa ushawishi wa magenge ya kimaslahi, yani cartels, wanaoshirikiana kwa siri kudhibiti manunuzi, bei, usambazaji au zabuni za dawa kwa faida yao binafsi. Hali hii inapunguza ufanisi wa MSD. Tunaisikia serikali ikisema kwamba kumeongezeka ufanisi wa upatikanaji wa dawa katika ngazi zote na mfumo wote. Tumeona takwimu wakidai kwamba dawa hizi wengine wamefikia mpaka 90%. Lakini ukweli ni kwamba ukienda huko kwa wananchi, ukienda huko ground,
bado hospitali za umma wananchi wanakosa dawa muhimu, na hata pale wanapotakiwa kuzinunua wanaenda kuzinunua kwa gharama iliyokuwa juu zaidi, badala ya kupata manufaa ya uwepo wa MSD, ambapo ilitakiwa dawa zile zinunuliwe kwa bei ya uweni ambayo tayari ilikuwa imeshapunguzwa au imekuwa subsidized na serikali. Kutokana na hali hii, ACT Wazalendo tunasisitiza mambo yafuatayo. Kwanza, serikali ilipe mara moja deni la dawa la MSD ili iweze kufanya kazi zake kwa ufanisi, na serikali iache utaratibu wa kujilimbikizia madeni. Serikali ianze utaratibu wa malipo ya fedha taslim na ya wakati kwa ajili ya ununuzi wa dawa ili kuimarisha mtiririko wa kifedha MSD. Pia tunaitaka kufanyika mageuzi makubwa ya kimfumo na kiutendaji ndani ya MSD ili kudhibiti mianya, ubadhirifu na uzembe. Tunaitaka pia hatua za kisheria zichukuliwe kwa watendaji wote walioshiriki katika uzembe, upotevu na manunuzi yasiyokuwa na tija. Tunataka pia kuteuliwa kwa watendaji wenye weledi, uadilifu na uzalendo ili kurejesha imani ya wananchi katika taasisi hiyo nyeti. ACT Wazalendo haitakubali kuona afya wa Tanzania ikichezewa kupitia mifumo dhaifu ya usimamizi wa dawa. Tunasisitiza kuwa MSD ni lazima irejeshwe katika misingi ya uwajibikaji, ufanisi na uadilifu ili kuhakikisha kila Mtanzania anapata dawa kwa wakati na kwa uhakika. Hoja inayofuata ni hoja namba 9 ambayo inahusu kukithiri kwa upungufu na upotevu wa maji. Ripoti ya CAG kwa mwaka 24-25 imebainisha kuwepo kwa changamoto kubwa katika sekta ya maji nchini, ikiwemo upotevu mkubwa wa maji, uzalishaji mdogo, pamoja na ucheleweshaji wa utekelezaji wa miradi ya maji. Changamoto hizi zimeendelea kuathiri upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi licha ya uwepo wa rasilimali ya maji ya kutosha nchini. Tanzania ni nchi inayojivunia ya kuwa na vyanzo vingi vya maji, ili hali wananchi wake wanaendelea kujivunia kutoyapata hayo maji kwa wakati yakiwa safi na salama. Tanzania ina kiasi cha maji kinachofikia ujazo wa lita bilioni 126 wakati mahitaji halisi ni lita za ujazo bilioni 68 tu. Hata hivyo, wananchi wengi bado wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji kutokana na udhaifu wa usimamizi, uwekezaji mdogo na ubovu wa miundombinu. Katika uchambuzi wetu wa ripoti ya CAG, hoja kuu katika sekta ya maji zimeainishwa kama ifuatavyo. Kwanza, upotevu mkubwa wa maji. Upotevu wa maji umefikia thamani ya takribani bilioni 243.74 kutokana na uvujaji wa miundombinu, wizi wa maji na udhaifu wa mifumo ya upimaji. Mamlaka 29 za maji zina upotevu unaozidi 20% ya maji yanayozalishwa. Tutatoa mfano wa mradi wa maji Same Mwanga Korogwe wenye thamani ya takribani bilioni 400. Mradi huu umebainika kuongoza kwa kiwango cha upotevu wa maji. Upotevu wake wa maji ni 70%, hali inayoibua mashaka makubwa juu ya ubora wa mradi huo. Itakumbukwa kwamba mradi huu ulizinduliwa mwaka jana tu na Rais Samia Machi 2025. Licha ya kusuasua kwa muda mrefu, ni mradi ambao umekuwa ukifanyia kazi tangia mwaka 2014 na ni mradi ambao ulisubiriwa sana na wananchi wa wilaya hizi, wilaya za Same, Mwanga na Korogwe. Lakini ndani ya mwaka huo mmoja tunaona kwamba badala ya maji kufikia wananchi, 70% ya maji yote yanapotelea njiani na hayafikii ule mlaji wa mwisho, maji ambayo yanahitajika sana kwa wananchi wa maeneo hayo. Mamlaka nyingine zenye upotevu mkubwa wa maji ni Dar es Salaam 53%,
Morogoro asilimia 50, Arusha asilimia 47, Mwanza na Mbeya asilimia 45, Tukuyu asilimia 42 na Lindi asilimia 39. Hoja nyingine kwa upande wa maji ni upungufu wa uzalishaji wa maji. CAG amebainisha kuwa kuna upungufu wa maji wa mita za ujazo 582,612 kwa siku katika mamlaka mbalimbali za maji. Baadhi ya mamlaka zenye upungufu mkubwa wa maji ni Bariadi, ina upungufu wa maji kwa pamoja Masasi na Chingwea 54. Hapa CAG anachotaka kusema ni kwamba hizi mamlaka zimepewa wajibu wa kuhakikisha kwamba zinatafuta, zinasambaza na zinatoza fedha kwenye maji, lakini uhitaji wa maji katika hizi mamlaka ni mkubwa. Wao wanazalisha kiasi kidogo sana kulinganisha na uhitaji halisi wa maji katika maeneo yao. Kwa hiyo kwa kuanza tu, ina maana hizi mamlaka zina kiasi cha maji pungufu ukilinganisha na mahitaji ya watu wake zinaosimamia. Na sisi tulitegemea kama sehemu ya uwajibikaji wa hizi mamlaka ingekuwa ni jukumu lao kuhakikisha kwamba wanaongeza kiasi cha maji kifikie kiasi cha uhitaji wa maji, badala ya kukaa pale kuanza kugawana maji ambayo tayari wanaanza katika upungufu. Swala lingine ni ucheleweshaji na udhaifu katika utekelezaji wa miradi ya maji. CAG anaripoti kuwa miradi mingi mamlaka 8 zilizobainishwa kuwa na ucheleweshaji wa miradi ni pamoja na Songea, Tabora, Arusha, Msoma, Mpanda, Bariadi. Hali hii inasababisha wananchi kuendelea kukosa huduma muhimu ya maji licha ya uwekezaji mkubwa unaofanyika. Aidha, katika uchambuzi wetu wa ripoti ya CAG 2024-2025 inaonyesha kuwa changamoto hizi ni matokeo ya udhaifu mkubwa wa kiusimamizi, upangaji mbovu wa miradi na ukosefu wa uwajibikaji katika mamlaka za maji nchini. Ni aibu kwa nchi yenye rasilimali kubwa ya maji kushindwa kuhakikisha upatikanaji wa huduma hii muhimu ya maji kwa wananchi wake. Pamoja na kubainisha changamoto hizi, ACT Wazalendo tunataka zichukuliwe hatua zifuatazo. Kwanza, serikali itenge bajeti ya kutosha, angalau shilingi trilioni 10 ndani ya miaka 5, wastani wa trilioni 2 kila mwaka, kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya maji safi na maji taka nchini. Pili, mamlaka za maji ziboreshe haraka miundombinu yake ili kudhibiti upotevu wa maji unaosababisha hasara kubwa kwa taifa. Tatu, uwajibikaji wa viongozi na watendaji katika sekta ya maji uimarishwe, hasa kwa miradi yenye ubadhirifu na utendaji duni. 4, serikali iachane na dhamira ya kuingiza sekta binafsi katika huduma za maji, kwani maji ni huduma ya msingi na si bidhaa ya kibiashara. Tumesikia serikali ikisema inataka kubinafsisha sekta ya maji. Tunaiambia kwamba maji sio bidhaa ya kuuzwa. Maji ni huduma ya msingi ambayo serikali inatakiwa kuwajibika na kuhakikisha wananchi wake wanayapata kwa wakati na yakiwa safi na salama. Na mwisho, wananchi washirikishwe kikamilifu katika ufuatiliaji wa miradi ya maji na uwajibikaji wa mamlaka husika. ACT Wazalendo hatutokubali kuona wananchi wakiendelea kuteseka kwa kukosa maji safi na salama wakati rasilimali hii ipo ya kutosha. Tutazidi kusimama kidete kuhakikisha haki ya msingi ya maji inapatikana kwa kila Mtanzania. Hoja yetu ya mwisho na ya 10 ni madai ya bilioni 279.08 ya watumishi wa umma yaliyopuuzwa na pensheni za wastaafu. Uchambuzi wetu wa ripoti ya CAG ya mwaka 2024-2025 umeonyesha kuwa serikali inaendelea kukalia fedha halali za watumishi wa umma ambapo ni jumla ya shilingi bilioni 279.08. Fedha hizi
ambazo ni stahiki mbalimbali hazijalipwa katika taasisi 182. Fedha hizi ni haki ya msingi za watumishi zinazotokana na malimbikizo ya mishahara, kupandishwa madaraja, posho na mafao mengine ya kisheria. CAG anabainisha kuwa mamlaka za serikali za mitaa pamoja na serikali kuu zimekuwa zikizuia malipo halali ya watumishi, ikiwemo malimbikizo ya mishahara, stahiki za waliopandishwa cheo, mafao ya wastaafu na posho mbalimbali zikiwemo likizo, kujikimu, safari na uhamisho. Kati ya fedha hizi, shilingi bilioni 207.96 zimekaa bila kulipwa kwa zaidi ya mwaka mmoja. Hali hii inaonyesha uzembe na ukosefu wa uwajibikaji katika kusimamia haki za watumishi. Kwa zaidi ya miaka mitano, ripoti ya CAG zinaonyesha wafanyakazi wakiendelea kudai kuanzia shilingi bilioni 299.3 mwaka 2023/24 hadi bilioni 279.08 mwaka 24/25. Kiasi kilicholipwa kwa watumishi ni wastani wa bilioni 20 tu. Serikali ya CCM inaendelea kutojali haki stahiki, maslahi ya watumishi wa umma, hasa wale wa ngazi ya chini. Wakati watumishi wa kawaida wakihangaika kufuatilia malipo yao bila majibu, viongozi wa juu wakiwemo rais, mawaziri, wabunge, makatibu wakuu, wakurugenzi wakuu wa mashirika wanaendelea kujipendelea kupitia posho na marupurupu mbalimbali. Hii inaonyesha wazi kuwepo kwa mfumo usiokuwa na usawa unaowapa kipaumbele wachache huku wengi wakitelekezwa. Kutolipwa kwa stahiki hizi ni kinyume za kanuni za utumishi wa umma ambazo zinaelekeza wazi kuwa mtumishi anayepandishwa cheo, kuhamishwa au kuteuliwa katika nafasi ya juu anapaswa kulipwa haki zake zote kwa wakati. Kuendelea kuchelewesha au kuzuia malipo haya kunashusha morali ya watumishi, kunapunguza ufanisi kazini na hatimaye kunadhoofisha utoaji wa huduma kwa wananchi. ACT Wazalendo tunaona kuwa serikali imeendelea kuwatupa na kuwapuuza wafanyakazi wake. Tunaitaka serikali kuchukua hatua zifuatazo. Mosi, tunataka serikali iwaheshimu watumishi na wastaafu kwa kuwatendea haki, iwalipe malimbikizo yao na stahiki zao zote kwa wakati na ipeleke fedha za watumishi zinazokwenda kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii haraka. Pili, tunataka wafanyakazi watumie vyama vya wafanyakazi kudai haki zao. Wasikubali kuachia hivi vyama ambavyo vilitakiwa viwe vinafanya kazi ya kutetea haki na maslahi yao vitafune fedha zao huku vikifumbia macho kusiginwa kwa haki zao. Haki za wafanyakazi. Wafanyakazi, msikubali vyama vyenu kuwa vijiwe vya machawa. Hizi changamoto zote tunazozielezea hapa, vyama vya wafanyakazi vilitakiwa viwe mstari wa mbele kuziongelea, kuzisemea na kupata masuluhisho ya kudumu. Tunataka vyama vya wafanyakazi vifanye wajibu wao msingi badala ya kujifanya kwamba wao ni machawa na wasemaji wa serikali zaidi kuliko ya wafanyakazi waliowaajiri katika sekta mbalimbali. Ndugu wanahabari, ndugu wananchi mnaotufuatilia katika maeneo mbalimbali, hitimisho letu kuhusu uchambuzi wa ripoti ya CAG kwa mwaka 2024/25 ukiangaliwa sambamba na mwenendo wa miaka mitano iliyopita kuanzia 2020-2021 hadi 2024/25 unaonesha wazi kuwa kuna hoja kubwa zinajirudia bila kuchukuliwa hatua wala kupata suluhisho ya kudumu na bila kuonekana kwamba serikali kweli imetimiza wajibu wake na kuzirekebisha tukaondokana na hizo hoja. Mathalan, hoja ya ubadhirifu na upotevu wa fedha za umma imeendelea kukua kwa kasi kama ilivyoelezewa. Kwa mwaka huu pekee ubadhirifu umefikia shilingi trilioni 7 sawa na 13.7 ya bajeti ya serikali ya mwaka 2024-2025.
Hizi ni fedha zilizopotea, zimetumika kinyume cha sheria au bila tija kwa Watanzania. Kama fedha hizi zingesimamiwa kwa ufanisi, zingeweza kuboresha huduma za afya, elimu, maji na kupunguza utegemezi wa mikopo unaoongeza deni la taifa. Vile vile, miaka yote kumekuwepo na hoja za miradi ya maendeleo kusuasua, kuchelewa au kutelekezwa. Mwaka huu pekee miradi 223 yenye thamani ya trilioni 1.49 imesuasua. Hakuna sababu ya msingi kwa taifa kuendelea kukopa fedha nyingi kwa ajili ya maendeleo, halafu miradi hiyo hiyo inasimama au kukwama bila uwajibikaji. Aidha, hoja za udhaifu katika sekta nyeti zimeendelea kujirudia. Katika sekta za afya, upungufu wa dawa kupitia MSD umeendelea licha ya madeni makubwa ya serikali na uzembe wa usimamizi. Katika sekta ya maji, mabilioni ya fedha yanapotea kutokana na upotevu wa maji na huku wananchi wakikosa huduma. Na tumeona pia katika sekta ya nishati, kushindwa kuwekeza kwenye gesi kunaendelea kuwaumiza wananchi kupitia gharama kubwa za mafuta ya nishati. Kadhalika, kuna mwendelezo wa kupuuzwa kwa haki za watumishi wa umma ambao mamia ya mabilioni stahiki hazijalipwa, huku mfumo wa mikopo ya 10% ukiendelea kuwa chanzo cha ubadhirifu na upendeleo bila kuwafikia walengwa ambao ni vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Majawabu tunayoyapata katika maeneo yote ni yale yale. Fedha za Watanzania zinaendelea kupotea, mifumo ya usimamizi imelegea, hakuna uwajibikaji wa kweli kwa wanaohusika. Hii inaonyesha wazi kuwa tatizo hili si tukio la bahati mbaya, bali ni tatizo la kimfumo linaloendeshwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeshindwa kulinda maslahi ya wananchi. Ni dhahiri kuwa Watanzania wanaendelea kubeba mzigo wa maamuzi mabovu kupitia kodi zao, gharama za maisha, ukosefu wa huduma na mzigo wa deni la taifa. Wakati wananchi wakihangaika, wachache wanafaidika kupitia mianya ya ubadhirifu na ufisadi. Ni wakati sasa kwa Watanzania kuchukua hatua. Tunapaswa kuitumia ripoti hii ya CAG kama silaha ya kudai uwajibikaji, kupinga ubadhirifu na kulinda rasilimali za Tanzania. Hatuwezi kuendelea kuvumilia hali hii. ACT Wazalendo inaendelea kuongoza mapambano katika kupigania uwajibikaji, uadilifu na kuweka maslahi ya wananchi mbele. Tutahakikisha kila shilingi ya umma inalindwa, miradi inatekelezwa kwa ufanisi, huduma za jamii zinaboreshwa na vita dhidi ya ufisadi inapigwa bila woga. Mwaka huu wa 2026 ni wakati wa kudai uwajibikaji kwa mustakabali wa taifa letu. Watanzania tumechoka kuona fedha zikiliwa, miradi ikikwama na maisha yakizidi kuwa magumu. ACT Wazalendo itaongoza umma wa Tanzania katika kudai uwajibikaji. Sisi ACT Wazalendo tumeipa kichwa ripoti hii